أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. عايزين المتابعين الكرام السيدي والسادة في كل أنحاء العالم وفي قارتنا الحبيبة القارة الإفريقية وفي بلدنا الحبيبة بلد الأمن والسلامة جمهورية Tanzania المتحدة. Ndugu zangu wote ambao mliopo nje ya mipaka ya Tanzania na ndani ya bara letu la Afrika na ndani ya kisiwa hiki cha amani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mara nyingine tunakutana tena katika mambo yetu yanayohusu uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa na diplomasia na yale ambayo yameshika hatamu katika vyombo vya habari ulimwenguni juu ya tukio kubwa la vita vikubwa vya kihistoria, vita ambavyo vinavyokwenda kutoa au kukata utepe ya nani anayestahiki kuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Je, ni Israel ikiwa atafanikiwa kudondosha utawala wa Ayatollahi al-Khomeini, utawala wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran, au ni Irani ndiye ambaye atakayefanikiwa kuwa mkuu na superpower ndani ya Middle East, ikiwa kama Marekani na mshirika wake mkubwa Israel watashindwa katika vita hivi? Na je, nini ambacho kinachoweza kutokea wakati vita hii ikiendelea baada ya Iran kumteua na kumthibitisha kiongozi mpya Mujtaba Khomeini? Je, hali hii itapelekea vita ya tatu ya dunia baina ya China, Iran pamoja na Marekani na Israel, au baina ya Iran, China na Uturuki pamoja na Urusi, na baina ya Iran na baina ya Marekani pamoja na Israel na nchi za Umoja wa NATO, kwa maana ya nchi za bara la Ulaya? Haya ndiyo ambayo tutakayokwenda kuyaangalia katika kipindi chetu hichi adhim na maridhawa. Kwanza, kabla ya yote, ni kuombe mpenzi mtazamaji na mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu na makala zetu mbalimbali, usisahau kubonyeza alama ya subscribe, usisahau kushare, lakini pia kulike pamoja na kucomment. Ukibonyeza alama ya subscribe pamoja na alama ya kengele, hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata makala zetu mbalimbali ambazo tunazoziweka. Ndugu zangu, ikumbuke kwamba Marekani ni moja kati ya nchi ambazo hufanikiwa vita vingi kwa sababu ya kutengeneza propaganda. Sawasawa iwe propaganda katika vyombo vya habari au iwe propaganda katika kueleza yale ambayo tayari wamekwisha yatekeleza. Yaani wanakuja kutoa habari ya jambo ambalo wamekwisha kutekeleza. Hapo nyuma tulipata kusikia matangazo ya aina mbalimbali kwamba Pentagon inajiandaa kupeleka wanajeshi ambao watakaotumika katika njia ya chini ya kuweza kuingia katika ardhi ya Iran. Kumbe wakati wanazungumza habari hizi katika vyombo vya habari, tayari ulikuwa ni mkakati umekwisha tekelezwa. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, pamoja na kwamba jeshi hili la Delta Force pamoja na vikosi vingine kuwa vimetumwa nchini Irani, lakini jeshi la Irani la IRGC tayari lilikuwa limekwisha jipanga. Zaidi ya wanajeshi, mpaka tunavyozungumza sasa, zaidi ya wanajeshi 133 kama sio 113 ambao wa kikosi maalumu cha Delta Force tayari wamekwisha kamatwa mateka. Na hii ni baada ya kutua katika uwanja wa mapambano wakakutana na jeshi la IRGC ambalo tayari lilikuwa limekwisha jiandaa vilivyo vya kutosha, hivyo kuweza kukabiliana na mapigano makali, mapigano ambayo yalipelekea idadi kubwa ya wanajeshi wa Marekani kufariki na wengine 13 kama sio 130 kuwa wametekwa. Na mpaka sasa tunavyozungumza ni kwamba wako chini ya ulinzi. Ziko baadhi ya picha ambazo zilizoenea
na ikaonekana kwamba picha hizi ni za uongo, lakini ukweli ni kwamba imekuja kuthibitika picha hizi ni za ukweli na video hizo ni za ukweli, na hawa waliokamatwa ni sehemu ya kikosi cha wanajeshi wa Delta Force, vikosi maalum vya Marekani ambavyo vilivyokuwa vimetumwa kwenda kupambana na jeshi la IRGC. Lakini tangu kuapishwa na kuthibitishwa kiongozi huyu mpya Mujtaba al-Khomeini kuchukua nafasi ya aliyekuwa mkuu wa kiongozi wa jeshi wa serikali ya mapinduzi nchini Iran, tumepata kushuhudia mapambano makali mno ambayo yamekuwa ni mara mbili ya zaidi ya yale yaliyokuwa yakitumika wakati wa kiongozi Ayatollah al-Khomeini alipokuwa madarakani. Mapambano haya yanakuja kama kasi ya kijana ambaye aliyeshika mamlaka, na inakadiriwa kwamba msimamo wake ni mara mbili ya msimamo wa baba yake. Kwa hiyo mapambano haya yanakuja kama sehemu ya kulipiza kisasi. Lakini pia mapambano haya yamepelekea kusababisha wimbi kubwa la Waisraeli pamoja na Mayahudi kukimbia nchi yao, kuondoka katika maeneo ambayo walipewa tahadhari na jeshi la Iran kwamba kwa yeyote anayetaka kusalimika, anayetaka kubakia kwa salama, basi aondoke katika maeneo ya Tel Aviv, lakini pia maeneo ya Jerusalem na maeneo ambayo ni makazi maalum ambayo waliyanyang'anya kutoka kwa Wapalestina. Lakini pia imekuja kufahamika kwamba mashambulizi hayo yanakuja kama sehemu ya kulipiza kisasi katika maeneo makuu mawili. Ikumbuke kwamba jeshi la Israeli ndio la kwanza kufanya mashambulizi katika shule ambayo ilikuwa ni shule maalum, shule ambayo ilikuwa inalea watoto wenye vipaji maalumu katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Sasa Israeli aliweza kushambulia kituo hiko, lakini mwanzo wakati anaambiwa kwa nini ameshambuliwa na kwa nini anatuhumiwa kwa nini ameshambulia katika shule hiyo, alijitetea na kusema kwamba hiyo issue ni issue ambayo imetengenezwa na Wairani wenyewe kutaka kuchafua taswira ya Israeli. Lakini ukweli umekuja kubainika baada tu ya hackers wa China kutoa mawasiliano na video maalumu juu ya mkakati wa kushambulia shule hiyo. Lakini siri kubwa kwa nini Israeli alipata kushambulia shule hiyo, kwa sababu shule hiyo ilikuwa inalea watoto maalumu wenye vipaji katika ulimwengu wa science na teknolojia. Maana yake ni shule ambayo inayotumika kulea wana science ambao baadaye watakuja kuwa ni tegemezi katika ulimwengu wa science baada ya kuwa tayari wamekwisha kuwa wakubwa na akili zao kuwa zimeendelezwa. Na hiki ndicho ambacho sisi tunatakiwa tukifanye kama sehemu kama nchi yetu ya Tanzania. Tunataka mafanikio, ni kujaribu pia kuwekeza katika upande huu wa watoto ambao wenye vipaji maalumu katika upande wa masuala ya science na teknolojia. Kwa hiyo Israel akaingia pale na akapiga na akaua, jambo ambalo limebainika wazi. Ndio maana ikawa mashambulizi ya kulipiza kisasi ni ya hasira mno kwa sababu ya kwenda kuwaua hawa. Lakini wakati huo huo Israel iliweza kufanya mashambulizi katika kituo kikubwa cha mafuta nchini Tehran, jambo ambalo lilipelekea mafuta hayo kusambaa na moto kuendelea kuwaka na kururumba. Ndugu zangu, tusicheze na habari ya mafuta. Tusicheze kabisa na habari ya mafuta. Kama tuna mambo yetu mengine ya kufanya, don't try. Usiwahi hata kujaribu siku moja kwenda kufanya vurugu zako katika swala zima la mafuta. Lakini kwa kuwa jeshi la IRGC pamoja na serikali ya Iran ni watu ambao tayari walikuwa wamekwisha jipanga mapema, maana yake moto ule pamoja na kwamba ulikuwa umeshika kasi kwa kiasi kikubwa uliweza kuzimwa. Mrejesho wa mashambulizi yake ni kwamba serikali ya Iran chini ya uongozi wa kiongozi mpya Mujtaba al-Khomeini, yeye akaamua kufungulia makombora ya Fatah, lakini pia makombora ambayo yalionekana kwamba ni makombora ya ajabu, makombora yenye mbwembwe lakini yenye ufanisi mkubwa, makombora ambayo hayakusita kupenya mifumo ya ulinzi ya Israel na kuweza kufikia shabaha yake na malengo yake. Makombora hayo yana sifa
yanapokaribia eneo la tukio yanajiachia, na ndani ya lile kombora moja yanatoka makombora 24. Sasa piga mahesabu kwamba yamepigwa makombora 100, halafu mle ndani kila kombora moja baadaye yanajiachia makombora 24. Yatakuwa ni mangapi na uharibifu wake utakuwa ni wa kiasi gani na madhara yake yatakuwa ni makubwa kwa kiwango gani? Kwa hiyo haya ndio ambayo yameendelea kuleta kilio, kiasi kwamba mpaka zimetoka kauli za baadhi ya viongozi wa Israel wakisema kwamba ametumia makombora ambayo hayapaswi kutumiwa hayajaruhusiwa kutumiwa katika kanuni za Umoja wa Mataifa. Lakini wanasema kwamba kwa nini anapigana mwezi wa Ramadhani, japokuwa wao walimchokoza ndani ya mwezi huo wa Ramadhani. Hizi ni dalili za kuonyesha kwamba mashambulizi yamekuwa ni makubwa mno na wao hawana uwezo wa kuhimili mashambulizi hayo. Lakini maangamizi makubwa yamekuja katika rada ambazo Israel alikuwa anazitegemea, rada za anga za kuziwia mashambulizi, lakini pia ya kusoma mifumo ya adui. Tayari Iran imekwisha angamiza mifumo yote hiyo ya rada ambazo zimetengenezwa kwa gharama kubwa, takriban dola bilioni 5 na zaidi, lakini Iran amekuja kuziangamiza rada hizo. Lakini wakati huo huo, kauli kutoka kwa kiongozi na mshauri mkuu wa jeshi la Iran amesema kwamba kwa kutokana na hazina ya silaha ambayo aliyokuwa nayo, kwa uchache vita hii inaweza ikamalizika baada ya miaka 10. Hii ni kuonyesha namna gani serikali ya Iran ilivyokuwa imejiandaa kwa kiasi kikubwa, namna gani ilivyokuwa imejikita katika uwekezaji wa mambo ya silaha. Tena silaha zenyewe ni silaha ambazo zenye ufanisi, silaha ambazo haziigwi, silaha ambazo zinatokana na teknolojia ya ndani, silaha ambazo zimekuja kuishtua ulimwengu tofauti na vile ambavyo walivyokuwa wakidhania. Lakini wakati huo huo inaonekana kabisa kwamba Ayatollah Mujtaba al-Khomeini, kutokana na sera aliyoingia nayo ya kufanya mashambulizi haya makubwa kama sehemu ya kulipiza kisasi na kuishikisha adabu taifa la Israel, Sin ambayo ni China na yenyewe imeonekana kutoa ushirikiano wa bega kwa bega, jambo ambalo sasa linaashiria rasmi kwenda kutokea kwa vita ya 3 ya dunia. Na hii inatokana na baada ya China kuagiza silaha nyingi, lakini pia kutangaza rasmi kwamba anaunga mkono na kujiandaa kutuma jeshi la chini kwa ajili ya kusaidiana na IRGC. Na hii inatokana na nini? Ni kwamba China ana maslahi makubwa sana nchini Iran. Amewekeza kwa kiwango kikubwa sana nchini Iran. Lakini China ni moja kati ya nchi kwa sasa imeshika soko kubwa la kibiashara kutokana na ukubwa wa viwanda walivyokuwa navyo. Viwanda ambavyo uendeshaji wake unahitaji mafuta. Kwa asilimia kubwa mafuta anayatoa Mashariki ya Kati, na Iran ndio sehemu ambayo kwa asilimia kubwa anatoa mafuta yake Iran kwa ajili ya kuendesha viwanda. Kwa hiyo Marekani pamoja na Israel wa lengo lao la kutaka kuilondosha serikali ya Iran ni kuhakikisha kwamba inamtoa Israel, inamtoa Iran, inamtoa Uchina katika uwekezaji wa mafuta. Na mwisho wa siku kwamba unapomtoa Mchina katika uwekezaji wa mafuta nchini Iran, maana yake unakwenda kudhoofisha nguvu ya uchumi na kumuondoa katika soko la dunia, kiasi kwamba atashuka kiuchumi, na atakaposhuka kiuchumi maana yake atakuwa dhaifu kijeshi, na atakapokuwa dhaifu kijeshi maana yake huyu mwekezaji mkubwa katika swala la mafuta ndani ya Mashariki ya Kati ambaye ni Marekani pamoja na Israel, hawa baadaye ndio watakuwa wakubwa, kwa sababu hawa wengine tayari watakuwa wamekwisha dhofisha, jambo ambalo Mchina ameliona, na ndio maana amejitoa kafara kuhakikisha kwamba anatetea maslahi yake nchini Iran. Lakini vile vile ni kwamba asubuhi ya leo yako mashambulizi makubwa ambayo yamefanyika katika kituo kikubwa cha masuala mazima ya nyuklia. Hii inatokana na kulipiza mashambulizi ambayo yaliyofanywa na Israeli katika ghala la mafuta nchini Iran, na mashambulizi yake au mrejesho wa mashambulizi hayo yametumika katika kuhakikisha kwamba yanakwenda kushambulia sehemu ya vinu vya nyuklia vinavyotambulika katika sehemu ya Daimuna, ambayo sehemu hii
imetengenezwa ina umri, vino hivi vina umri wa zaidi ya miaka 70, kwa sababu inaonekana kwamba katika historia yake vilitengenezwa kwa njia ya asili mnamo miaka ya 50, lakini ilitumika kama silaha ya pekee kwa ajili ya kuifanya Israel iwe na nguvu ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo moja kati ya ahadi zilizotolewa na Iran kwa Israel kwamba iwapo mtatushambulia sehemu yoyote ile inayohusu mafuta, basi sisi tutakuwa tayari kwenda kuangamiza vinu vya nyuklia katika eneo la Daimuna. Na hiki ndiko ambacho kilichotokea kweli, kwamba Iran imeweza kushambulia katika eneo hili la vinu vya nyuklia katika mji wa Daimuna, na inaonyesha wazi kwamba kwa sasa baada ya Iran kufanya mashambulizi katika rada pamoja na mifumo ya ulinzi ya Patriot, mifumo ya ulinzi ya THAAD, mifumo ya ulinzi ya Iron Dome iliyokuwepo nchini Iran, maana yake iliyokuwepo nchini Israel, maana yake Israel imebakia sasa haina ulinzi wa aina yoyote. Yaani mfano wake ni kama vile mfano wa kajungio ambayo unaenda kutekea maji, jambo ambalo haiwezi kadhibiti maji yale. Sasa hivi ndivyo ilivyobakia Israel, kiasi kwamba makombora yanayopigwa na Iran yanaingia kwa namna yoyote na upande wowote na kwa saa yoyote na kwa wakati wowote, na pale ambapo anapopataka yeye ana uwezo wa kupiga kwa muda wowote. Hii ni kwamba mifumo hiyo tayari imekufa. Lakini wakati huo huo serikali ya Marekani imetangaza rasmi kwamba inatuma baadhi ya silaha na makombora ya Patriot, ambayo makombora haya yanakwenda kwa ajili ya kufanya kazi ya kuiangamiza serikali ya Iran na kushambulia serikali ya Iran. Lakini baadhi ya makombora ambayo mpaka sasa inaonekana kwamba yametumika, lakini mwisho wa siku hayajaweza kuripuka kutokana na mfumo wa Iran. Lakini namna gani Iran alivyoweza kugeuza mfumo wa mashambulizi ya Israel, kiasi kwamba makombora mengi yamekuwa hayaingii Iran, bali yanakuwa yanageuka kwenda kupiga Wanaisraeli wenyewe. Yaani wamekuwa wakijipiga wao wenyewe kwa wenyewe. Lakini habari kubwa ni kwamba kaka yake raisi wa waziri mkuu wa Iran, kaka yake na waziri mkuu wa Israel ambaye ameuawa kutokana na mashambulizi makali ya makombora yanayofanywa na Iran. Unaweza ukaona habari namna gani kwa siku zinavyokwenda kupatikana na kwa namna zinavyokuwa. Lakini upatikanaji wa picha umekuwa ni mgumu sana, upatikanaji wa video umekuwa ni mgumu sana, ambao unaonyesha mashambulizi. Hii ni wazi kwamba serikali ya Israeli ni kweli kwamba imeziwia usambazaji wa picha, na imeahidi adhabu kali kwa yule yote ambaye atakayethibitika kwamba anatuma video au picha za mashambulizi na madhara ambayo yaliyopatikana kutokana na mashambulizi ya makombora ya Iran. Lakini pia wakati huo ni kwamba Iran imeweza kufanya mashambulizi pia katika vituo vikubwa vya mafuta pamoja na gesi nchini Israel, jambo ambalo lilopelekea wananchi wengi wa Israeli kuanza kukusanya virago na kukimbilia maeneo ya Masri. Hii yote ni kwa sababu ya kufuata tangazo lililotolewa na wanajeshi wa Iran juu ya malipizo ambayo yatakayotokana na makombora yao kwa kile ambacho Israel imekifanya. Lakini pia pamekuwa kuna mashambulizi makubwa sasa ya Iran ambayo yanaelekezwa katika ukanda wa bahari ya Hormuz, upande wa bahari ya Hormuz, ambapo zinapatikana meli za Marekani, ambao moja kati ya meli hizo ya Abraham Lincoln tayari imekwisha haribiwa vibaya na haiwezi kufanya kazi tena. Lakini wakati huo unaweza ukaona na kupima wingi wa hasara ambayo ilikuwemo na madhara aliyokumbana nayo Marekani, kwa sababu meli hii inabeba zaidi ya wafanyakazi 4,000 wakiwemo pamoja na wanajeshi, lakini wakati huo inabeba ndege za kijeshi. Lakini yote mpaka sasa tunavyozungumza imekwisha haribiwa vibaya na haiwezi tena kufanya kazi. Lakini mashambulizi haya ya turu ya pili au ya mara ya pili yamekuwa yakielekezwa zaidi katika ukanda wa meli nyingine kubwa ya Marekani ya USS Aircraft Ford, ambayo na yenyewe pia imeanza kushambuliwa kuanzia jana mpaka leo hivi asubuhi tunavyozungumza. Bado hatujapata uhakika wa habari yake ikoje, na yenyewe je, imeharibiwa au haijaharibiwa. Na hii ni kutekeleza maagizo na ahadi aliyoiweka Irani kwamba meli hizi tutahakikisha kwamba
tunazizamisha, na hii inakuwa ni hasara kubwa kwa serikali ya jeshi la Iran ya Pentagon, kutokana na gharama kubwa iliyotumika katika kutengeneza hivi vitu, lakini gharama kubwa ya uendeshaji, lakini mwisho wa siku vinakuja kuzamishwa na kuharibiwa na silaha zenye gharama ndogo zaidi. Ndugu zangu, ni ishara kubwa sana ambazo zinaweza zikapelekea kuonyesha kwamba vita kuu ya tatu ya dunia inaweza kwenda kutokea. Pamekuwa kuna khidaa ambazo zinafanywa na Israeli kuhakikisha kwamba wanamchonganisha Irani pamoja na Uturuki kwa kurusha baadhi ya makombora, ionekane kwamba Iran ndiyo ambaye anaipiga Uturuki. Kwa Uturuki tayari imekwisha nasa makombora mawili, lakini wakati huo ni kwamba Recep Tayyip Erdogan amekwisha tangaza wazi kwamba haiwezekani kuchonganishwa na ndugu zake. Haiwezekani akaingia mtu wakati kuwachonganisha Uturuki pamoja na Irani eti kwa sababu ya kutupa makombora ambayo yanaonekana kabisa makombora haya yametoka kwa adui. Maana yake ni kwamba mchezo uliokuwa unafanywa na Israel dhidi ya taifa la Uturuki ili waweze kugombana na Irani kijeshi tayari umekwisha shtukiwa, kwa sababu mpango uliokuwepo ni kwamba ingekuwa Uturuki imeshambuliwa, maana yake ni kwamba angeingia vitani Uturuki, basi na Umoja wa Nchi za Ulaya ungejiunga pamoja na Uturuki, kwa sababu Uturuki ipo katika nchi zinazounda Umoja wa Nchi za nguvu za kujihami za NATO. Maana yake picha iliyokuwa inatengenezwa au mkakati uliokuwa unatengenezwa ni kuhakikisha kwamba Uturuki ikiingia, maana yake na nchi zote za NATO zitakuja kumsaidia Mturuki. Lakini wakati huo Rais Tayyip Erdogan kupitia intelijensia yake ameweza kugundua fika, na hii ni baada ya kumuita balozi wa Iran nchini Uturuki kukaa naye na kufanyiwa mahojiano maalum. Sasa imekuja kubainika wazi mikakati iliyokuwa inafanywa na Israel, ama tunasema Mossad, shirika la intelijensia la Israel. Wakati huo Benjamin Netanyahu mpaka sasa amekuwa ni mtu ambaye hajulikani makazi yake ni wapi, baada ya kushambuliwa vikali mno makazi yake, kiasi kwamba amekuwa anaishi kwa wasiwasi, amekuwa anaishi hajiamini, amekuwa anaishi kwa kujificha. Lakini pia mashambulizi makali ya Iran, ya jeshi la Iran yameendelea kufanywa katika mji wa Tel Aviv, lakini pia katika mji wa Jerusalem pamoja na miji mingine pamoja na maeneo mengine. Tujiandae Afrika kuwapokea wa Israel kutoka katika nchi yao ya ahadi na kuja katika bara la Afrika, kwani kwa sasa maisha yao